Jambo lingine nalopenda kulizungumza kwenu waandishi wa habari ni swala la kongamano ambalo ndugu Heche alifanya pale Dar es Salaam Landmark. Alikutana na watu aliyewaita yeye ni wasomi, lakini ukiangalia lile kundi la watu wasomi ambao wako mle ndani ni wachache sana, lakini wengine walikuwa ni watu wa kawaida tu ambao wao wanajua waliwatoa wapi. Na mbaya zaidi, katika kuzungumza na kundi lile wanawaeleza vijana kwamba lazima wadai mabadiliko kwa kufanya vurugu. Na jambo lililosikitisha, nikiwa na mimi kama mzazi, maana na mimi nina watoto, kitendo cha kutumia lugha zisizofaa ambayo matamshi yale siwezi kuyazungumza hapa, lakini nyinyi kwenye vyombo vya habari mkiangalia YouTube mtaona kauli ambazo baadhi ya mifano zimetolewa na viongozi. Sasa kauli kama zile kwanza sio kauli za kiungwana. Kiongozi aliyestaarabika hapaswi kutukana matusi. Na ndio maana leo tuna jamii au kizazi cha matusi katika mitandao ya kijamii. Lakini kwa nini matusi hayo yanaonekana ni kawaida? Kwa sababu viongozi wanayaishi matusi hayo katika maeneo yao au katika mihadhara yao. Lakini nitoe wito mmoja kwa vijana wasomi wa nchi hii. Elimu ni jambo la msingi, lakini tunaamini wanazuoni wana maarifa makubwa. Sidhani kama kuna mwanazuoni anaweza kushawishiwa na mwanasiasa akaacha kufanya mambo ya msingi akaenda kufanya mambo ya uvunjifu wa amani ndani ya taifa lake. Na mara nyingi nimesema wanaochochea migogoro wengi umri wao umeshakwenda. Sisi vijana taifa hili bado tunalihitaji na linatuhitaji. Hata humu ndani nikiangalia wengi ni miaka 30, 40. Kama kuna 50 au 60 ni wachache. Maana yake bado tuna safari ndefu ya kuishi ndani ya taifa letu kuliko wale ambao umri umekwenda lakini wanashawishi tuichome nchi yetu. Maana yake wamekuwa ni watu wa binafsi. Wangekuwa watu wa kweli, kwa nini katika ujana wao hawakuharibu nchi? Wanataka waharibu nchi katika uzee wao. Maana yake wanataka kizazi kinachokuja kikose nchi iliyo bora. Shule zikichomwa watoto hawatasoma, hospitali zikichomwa wazazi hawatajifungua au matibabu hayatapatikana, hasara itabaki kwetu vijana. Sasa niombe vijana wasomi wa nchi hii, tulinde amani ya taifa letu, tuachane na wanasiasa wa binafsi ambao wanaamini kwamba ili kupata uongozi lazima wafanye vurugu. Jambo hili sio jambo la busara. Hivyo wasomi nchi nzima, ombi letu kama Chama cha Mapinduzi kuendelea kudumisha upendo, umoja na mshikamano.